السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yenye waumini, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu. Laqad faza almuttaqun, kwa hakika baada ya kumshukuru Allah subhanahu na sala wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sasa tunabudi kuongeza shukrani zetu kwake kwa kutujalia kuweza kuwa min talabati alilmi alshar'i. Kwa sisi ni watu ambao tunajishughulisha na ilmu ya kisheria katika maisha yetu. Kwa hakika hili ni jambo kubwa mno na ni neema min ni'amillahi subhanahu, ambayo neema hii au neema hizi huwapa baadhi ya waja wake ambao katika maisha yake anashughulisha na ilmu, kusoma au kusomesha. Kwa kweli watu wengi neema hii imewapita pembeni. Sasa yule ambaye ameneemeshwa kwa neema hii, basi nampasa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii, neema kubwa. Na wale ambao wanatamani kwa katika hilo ni kuomba Allah awafikishe waweze kuingia katika majali haya na kudumu ndani yake. Kwa hakika huu ni mwendo wa as-salafuna as-salih, wema wetu waliotangulia, mwendo wao ndio huu. Na siku zote tunapojifakharisha kwao, basi makubwa walikuwa wakiyafanya, katika makubwa baadhi yake ni kama hili la talabul ilmi. Lina fadhila kuanzia waliotangulia, lina fadhila kuja kwa sahaba wa man jaa ba'dahum. Majlisi yetu hii ni majlisi ambayo tutakuwa tukikaa insha Allahu taala kila mwezi. Katika majlisi hii kila mwezi, ni manake ni mwishoni au Jumapili ya mwisho wa kila mwezi insha Allahu taala, pale tutakapokuwa watu tumewafikisha. Ikiwa tutaikosa Jumapili hii, basi itakuwa ile Jumapili ya mwanzo wa ndani ya mwezi. Ina maana tukiikosa tutakuwa bado imepita hiyo, basi tutakulipia katika mwezi mwingine, kwa maana kwamba kila mwezi ni siku moja insha Allahu taala. Na majlisi hii ni majlisi ya kufundishana, kukumbushana na kuelekezana. Wale wasiojua tunawafundisha,
wale wanaojua wanakuwa katika mudhakara wal murajaa, wanafanya murajaa, wanarejea masomo yao. Na vile vile mustami'un sayastafiduna, kuna kitu watakipata wale ambao wanakaa nasikiliza, wao ni wasikilizaji tu. Maana nyingi kuna watu ahlu alkhair wal fadl, wao wanakaa na kusikiliza na wanafaidika katika kusikiliza huko. Na majlisi hii kama ilivyotangazwa ilikuwa ni majlisi ya mustalahul hadithi, ilmu mustalahil hadithi. Ilmu hii ni ilmu inayozungumzia zile kanuni za kimsingi kabisa za kufahamu hadithi, kwamba hadithi hii, je, ni hadithi imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno yake Mtume sallam au si ya kwake, na kama yake, je, imesihi kunasibishwa kwake au haijasihi, kwa kupitia ndani ya misingi hiyo au ndani ya kanuni hizo. Kwa ni miongoni mwa ilmu ambazo ni ilmu za kisheria, sababu tunaenda kuhudumia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wengine huita bwana ni sayansi ya hadithi kutoka kile, wengine wanataka kuongeza kwamba bwana hii ni sayansi ya hadithi, waita watakavyoita, lakini kwamba ulama unasema kwamba hii ni mustalahul hadithi, kile ukisema ilmu hadithi, ambapo utaratibu wetu tutakao kuwa nao, tutasoma risala hizi, risala za ndogo ndogo za au mutuni za ilmu hii, wao zipo, tutaenda moja baada ya nyingine, hatua kwa hatua, na katika usomaji huo tutabakia ndani ya yale yaliokuwa ndani ya kitabu. Sehemu kubwa kabisa hasa mwanzoni tutabakia na yale lile lilokuwa mule, lakini kila siku tutapokuwa tukienda na kuangalia ule wepesi wa talaba na ikbali yao na ufahamu wao, tutaongeza fawaid zingine katika aqwali ulama juu ya zile kanuni. Hivyo hivyo mbele tutaenda, baadaye tutainuka kutoka katika majlis, tutahamia ubaoni, na baadhi ya maeneo tutatumia ubao, kuandika ubaoni, kila mtu aandike aangalie, na baadaye tutahama na kuhamia maktaba. Ima tuhamie zile maktaba, au kama ni wengi sana maktaba ni ndogo, basi baadhi ya vile vitabu vinavyohusiana na madai vitahama kule, tutavileta hapa kuvitumia hapa. Sisi tunafahamiana, yani hiyo ni zile hatua ambazo tutakuwa tunapita katika somo letu hili. Katika sehemu lazima sasa, kwa hapa tulipofika, vitabu vije, kwa sababu hizo kanuni kuna sehemu zinaenda kufanya kazi. Kufanya kazi sehemu yako ni katika vile vitabu vya hadithi hasatan. Sasa vije vitabu vya hadithi hapo, afu tuelezee na kadha, na maana nyingine ile hali ya musharaka min at-talaba, kama musharaka kufanya kutoka kwa wale talabati ilm, ima kufanya kwa kuzungumza au kwa munakasha baina talib wa mudarris, au baina talib wa talib, au baina talib wa mushrif, munakasha katika masala kaya kwa mujibu wa zile kanuni. Si tunafahamiana? Ima kwamba amali kwamba matulab ima wote au baadhi wakapewa kazi wakaandike, wakapewa kazi na husiana na mustalah alhadithi, waende wakaandike, alafu mwezi ujao watuletee ile kazi, alafu wakae hapa tuwekea kiti, yule aliyopewa kazi au wale watu wa kazi wasizidi watatu, wakae wahudhurishe ile kazi yao, watuhudhurishie sisi tutakuwa tunawasikiliza. Baada ya kuwasikiliza, kisha tutawanakish, tutawauliza na kuwaoji kwa yale walioandika, ama ikiwa wametabiki kwa mujibu wa kanuni zile, basi tutakuwa hatuna cha kusema jana, sawa Ama ikiwa kwamba tumetatizika sisi kutokana na maneno yao, tutawauliza maswali
watuondoe katika tatiziko hilo. Sinifahamiana. Kwa hiyo ni tumepata fursa ya kufanya kazi kupitia ilmu hii, ilmu mustalah al-hadithi. Kwa haitotegemea kwa tumekaa katika jamvi hivi tukakaendelea kukaa tu hapa, itakuwa ndio utakuta sehemu kubwa tumesoma elimu hii, lakini imebakia tu baadhi ya kanuni na kadhi katika vichwa, wala ile tamfidhi imekuwa ni ngumu. Hakuna tamfidhi ili iende na idumu na kwamba tuihamishe kutoka kizazi na kizazi kingine, lazima hizi hatua nilizozielezea zipitiwe hizi. Kwa kupitia hatua hizi, kuna elimu zingine saidizi zitakuwa zinakuja ndani yake. Hizo hatua ambazo nimezielezea, kwa kupitia hatua hizi, ili tufike hatua moja kwenda nyingine kwenda nyingine, lazima kuna elimu zingine sasa zitakuja kusaidia, lakini hizo elimu zingine tahtawi min mustalah alhadithi. Sinifahamiana kwamba zitakuwa zinachimbuka kutoka hapa kwa kanuni hii tulipofikia hapa, basi itapasa elimu fulani. Mathalan hapa sasa tulipofikia katika isnad, tumesoma isnad, asanad au isnad. Baada ya kuwa tumeisoma isnad, sasa lazima tukitaka kuangalia isnad turudi katika ilmu ya jarh wa ta'dil, kwa sababu katika isnadi silsilatu rijal almusilatu ila almatn tumsome rajulan, mtu mmoja alikuwa mule, ili mmoja alikuwa mule na hukumu yake. Kwa vile kutakuwa na hukumu yake mule, basi lazima itahitajika sasa yale dondoo za ilmu ya jarhi wa ta'dil. Si tunafahamiana Kwa itahitajika ilmu hiyo na dondoo zake zitumike ili kuwapitisha hawa. Je, hawa wako sawa, ni mathiqa au ghairi dhalika? Katika darasa yangu ya Markaz Umar ya Sahih Muslim tunawataja wale na kuelezea fulani thiqatun mutqinun, fulani imam kadha. Sasa hizi thiqa zimetoka wapi na nani atazitaja? Ulama al-jarh wa ta'dil. Si tumefahamiana? Kwa hii ni moja ya ilmu ambayo itakuwa inasaidia hivyo hivyo. Ili kufikia zile hatua za kule mbele kabisa, tutahitaji tupate ilmu ya takhrij. Ilmu madha ya takhrij, ambapo sasa mtu ili akaandike aje hapa ahudhurishe, tumsikilize, tumuulize maswali, lazima awe na malaka japo khalilan, japo misingi ya ilmu takhrij alhadithi. Simefahamiana kwamba je, hivyo vitabu anavyotaka kuviendea anaviingiaje, namna gani atastafidi kwa njia nyepesi, kwa manhaji ipi hii msaidie? Itahitajika ilmu ya madha, ilmu takhrij alhadithi, ambayo nayo ni katika matawi ya ilmu ya mustalah alhadithi. Lazima kuungana hapo, wazi. Si hivyo tu, bali vile vile, kwa sababu utaingia katika matini ya hadithi, basi katika matini ya hadithi na tutaenda kuangalia ilmu ya nasikh wal mansukh. Itakuja katika fiqh sunna, mambo fiqh sunna, istinbatat al adillah ash-shar'iyyah. Itakuja hiyo ilmu ya nasikh wal mansukh, nasikh wal mansukh lazima ije. Tuje tufanye nini? Tuje na itusaidie kufikia katika hilo. Kwa kuna ilmu za hadithi zitakuja nazo vile kusaidia kwa mbele ili kufikia yale ambayo tunayatarajia. Si ndio? Kwa pamoja sasa, msiona wasiwasi, yote mtayajua insha Allah. Yote mtayajua, na darasa hii kwa vile ndo tumeianza, kitakuwa wanasema kwamba shekhe unao Allah yahfadhu hii yenye kuendelea, yani miezi hiyo hii kuendelea tu, ni watu tu naondoka mimi, nakuja wewe, unaondoka wewe, nakuja mjukuu wangu, kutoka mjukuu wangu hakadha, kwamba jambo lenye kuendelea. Naam. Leo katika kusoma kwetu tutaanza na nubdhatu tarikhiyat an nasha ilmi al-mustalah wa atwari allati marra biha. Hii baada ya kuangalia vitabu vya mustalah al-hadithi kwa muda takriban siku 10, kwa tunaanza kuielezea mustalah kivipi. Maulama al-qudama
wal hadith wamezungumza katika vitabu vyao, wameandika sema mengi sana, sifahamiana kuhusu ilmu hii, na waliokuja na mabahithi, wafanya bahthi mbalimbali, walijishughulisha na ilmu hii nao wameandika. Lakini nikasema mimi nikafanya ikhtiyari ya tamhidi au mukaddima wa mmoja katika waandishi aliandika taisir ilmu mustalah al-hadithi, hapo yeye ameweka tamhidan iliyokuwa nzuri na nyepesi, na ukiangalia imekusanya mambo mengi ndani yake ambayo maulamaa wale mabingwa wote wa ilmu hii waliozungumza imefanyika ikhtisar. Ukiangalia katika kitabu chake ameandika hayo, hiki kitabu Taisiru Mustalahil Hadithi cha huyu Doktori Tahan, yeye ameandika. Sawa, ni katika madoktori wa zama hizi, lakini mimi nikaamua kuchagua ule utangulizi wake, tamhidi yake aliyoiweka kuhusu ilmu hii. Sisi tuko pamoja nikisema kwamba hii ndio itatufaa katika nini yetu, kwa sababu ilmu hii mama itakavyokuwa, tutakuwa baadhi ya maeneo kama tutataka kuongeza nyama, lazima tuna nakili aqwalul ulama, sawa, kutoka katika vitabu vyao, wale watangulia na waliokuja baadaye. Sisi tumefahamiana, kwa maana ilmu ndivyo ilivyo. Naam, tutamchagua mmoja anasoma man qari'una. Msomaji naye alikuwa Abdallah Fawz. Wewe ni kaa some kama ndio msomaji wetu. Zile kopi hazijatoka kopi chapa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين جميعا. أما بعد، يقول المصنف حفظه الله تعالى: يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية. فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا سمع يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز وسنة النبوية. Anazungumza, anasema anaweza akaona akazingatia na kugundua albahith almutafahis, yule mtafiti mwenye kutafiti mambo na kufuatilia kwa kina, kwamba anna al-usus al-arkan al-asasiya, kwamba hakika misingi na nguzo al-asasiya liilmi riwaya,
za ilmu ya mapokezi, ilmu ya riwaya, wa naqli al-akhbari, na ilmu ya kunakili taarifa, mawjudatun fi kitabillahi al-aziz. Ilmu hii himo ndani ya Qur'an wa sunnati nabawiyya, na vile vile jambo hili limo ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad jaa fi al-Qur'ani al-karim qawluhu ta'ala, imekuja ndani ya Qur'ani kauli yake Allah mtukufu aliposema ndani ya surati al-Hujurat aya 6, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatathabbatu. Sasa enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba'in, pindi napokujieni fasik na taarifa yoyote, basi fatabayyanu fatathabbatu. Mafassara baadhi sahaba kwamba ithibitisheni taarifa hiyo kabla ya kuibeba na kuipokea, ima na kuifanyia kazi. Basi taarifa hiyo ithibitisheni, je, ni sahihi? Hayo maelezo au taarifa hiyo iliibeba huko alikotoka, je, ina usahihi wowote? Sio kama mtu aseme tu wewe ukapokea ukabeba na kama kufanyia kazi ukafanyia kazi. La, laisa hakadha. Kama inatakiwa mtu anapoleta taarifa za mtu ambaye kwamba ana shida katika adala yake au katika hifadhi yake, basi hiyo habari lazima iangaliwe kabla ya kuikubali na kabla ya kuifanyia kazi, ikiwa ni jambo bala kufanyiwa kazi. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikitaka sisi. Ndio pale aliposema kwamba jambo hili mawjudatun fil Qur'an fil kitabi al-azizi wa sunnati nabawiyya. Aya hii inathibitisha hayo, kwamba inatoa nguvu juu ya uwepo na umuhimu wa ilmu mustalahil hadithi, ilmu hii ambayo sisi tumekaa kwa ajili ya kuisoma. Wazi. Wajaa fi sunnati qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na imekuja katika sunna kauli yake sallallahu alayhi wasallam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, nadhara Allahu mra'an sami'a minna shay'an, Allah amemng'arisha mtu ambaye sami'a minna shay'an au sami'a minna maqala fi ba'd ar-ruwat faballaghahu kama sami'ahu, kile kitu unachokisikia kutoka kwetu kisha ilipohitajika kufikishwa, faballaghahu kama sami'ahu, akakifikisha kama alivyosikia, vile vile pasi na kuzidisha wala kupunguza. Farubba mubalaghin au min sami', na huenda yule mwenye kufikishiwa akawa ni awa ahfadhu, ni mtu ambaye mwenye kuzingatia zaidi na mwenye kudhibiti zaidi, min sami', kuliko yule aliyesikiliza kule alokuja nayo ile taarifa. Huyu bwana si ameipokea ile taarifa akamfikishia, akafikisha alikofikisha. Sasa huenda yule aliyofikishiwa ni awa minhu, yeye ni mdhibiti zaidi, ni mwenye kuhifadhi zaidi, ni mwenye umakini zaidi kuliko huyo aliyesikia. Wazi. Wa fi riwaya farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, na huenda yule mbebaji wa ilmu, yule mbebaji wa fiqhi akaibeba ile ilmu akaifikisha ila man huwa afqahu minhu, kumfikishia yule mwenye ilmu zaidi yake yeye. Yani yeye ameibeba, lakini ile kuibeba ile ilmu ameibeba kama ilivyo, kama alisikia hadithi huko, ile hadithi akaja akaisimulia kama alivyoisikia vile vile kama ilivyo. Sasa huenda huyo aliyemfikishia huyu, sawa, kaif afqahu minhu, huyo alifikishiwa akawa yeye ndo ana ilmu zaidi kuliko yeye, kuliko yule aliyofikisha, lakini huyu mwenye ilmu akawa amefaidika. Wa rubba hamil fiqhin wa laysa bifaqihi, na huenda mpokezi mbebaji wa ilmu kuthibitisha kuhakiki fi akhdhi al-akhbari, katika kupokea habari, wa kaifiyati dhabtiha, na namna ya kuidhibiti au kuzidhibiti zile habari, bil intibahi laha wa aiha wa tadqiqi fi naqliha, kwa kuzipa kipaumbele na kuzinduka na kuzingatia na kuzihifadhi
watadqiqi, na kuzidodoza na kuzifuatilia, fi naqliha, katika kuzinakili kwake na kuzipokea kwake, kuzipokea na kuzinakili kwake, lil akhirin, kwa ajili ya watu wengine. Simfahamiana? Aya na hadithi ndio misingi, ndio msingi mkubwa kabisa wa hii ilmu ya kuthibitisha taarifa, kwamba taarifa hii ni sahihi. Hii taarifa ni sahihi. Je, huyu aliyeleta taarifa hii nani? Je, huyu aliyeleta taarifa, je, ni mtu sahihi? Kuna ile taarifa yenyewe kama taarifa, alafu kisha kuna yule ambaye aliibeba ile taarifa, wote wawili. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaweza kuwa kwamba huyu aliyeibeba taarifa ni mtu thika, lakini taarifa ile si taarifa sawa, sio taarifa sahihi. Hiyo inawezekana, si ndio? Na kinyume chake inawezekana kwamba hii taarifa ni sahihi, lakini huyu aliyeibeba taarifa, huyu si mtu sahihi. Ikitokea aina yoyote katika haya kwamba taarifa hiyo haikubaliki, lolote katika haya mawili inapotokea, hiyo taarifa shar'an kwamba haikubaliki. Mtu ni sahihi, lakini taarifa yenyewe ina kasoro, kule ina rakaka tu, lafdhi imekuwaje, haiwezi kukubalika. Imekosa ile misingi ya taarifa sahihi. Huyu makani yake, fadhila zake, kwamba ni thika, zitaendelea kubakia kama kawaida, lakini ile taarifa yake sasa tuichukua. Au inaweza kuwa kwamba taarifa ni sahihi, lakini huyu mbebaji wa taarifa hizi si mtu thika, ana khalal ima fi al-adala, ana khalal ima fi ad-dabt, ima katika udhibiti wa taarifa, basi huyu taarifa hii haitokubalika. Si tunafahamiana? Aiwa. Wamtithalan li amri llahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ikra. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها، فظهر بناء على هذا الموضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أوردها. فقد جاء في مقدمة الصحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، وبناء على أن الخبر. نعم. وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها. hali ya kutekeleza amri ya Allah mtukufu wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam na mjumbe wake sallallahu alayhi wasallam, faqad kana sahaba, walikuwa masahaba radhiyallahu anhum yatathabbatuna fi naqli al-akhbar, wanathibitisha, wanadakiki, wanafuatilia sawa katika upokeaji wa habari, katika ule kupokea zile habari, wa qabuliha, na kuzikubali, la siyaman idha shakku fi sidqi naqil laha, hasa pindi wanapokuwa na shaka kuhusu katika ukweli wa yule mwenye kunakili hizo taarifa au hizo habari. Hapo yatathabbatuna. Fadhahara binaan ala hadha mawdhu al-isnad, kwa kuzingatia haya ikadhihirika sasa mawdhu ya isnadi, yani isnadi kwa maana yake moja kwamba ni ule mlolongo wa wale waliosimulia taarifa hiyo. Wewe mwaka 1961 hukuwepo katika uhuru wa nchi hii, hukuwepo, lakini kuna watu walikuwepo. Sasa wewe taarifa hiyo umemsikia nani, na huyo mtu alimsikia nani, mpaka kumpata yule mtu ambaye alikuwepo siku zile. Kwa hiyo ile akamsikia, ile ndio isnadi.
mimi bwana amenisimulia habari hizi kakaangu fulani, na kakaangu naye amesimuliwa na baba yangu alikuwepo. Si tumefahamiana? Hiyo ni isnadi. Ima wale marijali wawe mawthuqun au kama wawe majruhun, wawe ni watu ambao mathiqa au majruhin au ambao wamejeruhiwa. Faqad jaa fi muqaddimati sahihi Muslim an Ibn Sirin, imekuja katika muqaddima wa sahihi Muslim ya Abil Husayn Muslim al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, ambaye katika kitabu chake ameandika kitabu cha sahihi ahadithi sahihi, ni moja ya vitabu viwili asahul kutub baada ya kitabillahi, ambaye inatanguliwa sahihi al-Bukhari kisha inafuatia sahihi Muslim. Sahihi Muslim katika utunzi wake na uandishi wake, kabla ya kuingia katika sahihi ameandika mukaddima, utangulizi. Ndani ya ule utangulizi kuna hadithi mbalimbali, kuna hadithi zaidi ya 200, ambazo hadithi hizi kuna ambazo sahihi na kuna ambazo fihi maqal, ambazo yeye amezitumia hadithi hizi katika kuelezea ule umuhimu hasatani wa ilmu alhadithi na namna ya upokeaji wa taarifa, katika hali ambayo na yeye alikuwa ni mmoja wapo wa wale maulamaa au watu waliokuwa wakipokea hadithi kipindi hicho min shuyukhihim. Kwa hiyo ufahamu katika sahihi Muslim, sasa unaposema je, hadithi unasema rawahu Muslim, je, hadithi hii ameitoa al-Imam Muslim fi sahihihi au ameitoa al-Imam Muslim fi muqaddimatihi? Muangalie, kwa sababu kuna baadhi ya hadithi fi muqaddimatihi kwamba fihi maqal, zina maneno maulamaa wengine kwamba hadithi hizi umezitia maneno, umedhoofisha. Bikhilafi fi sulbi as-sahihi, katika anapoanza katika hadithi sahihi hakuna hadithi hizo, na wale waliojaribu kuelezea kina Imam ad-Daraqutni wa ghairu wao wamejibiwa na kina Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wengineo kwamba hadithi hizi licha ya kwamba wanaona kama zina makali, lakini sahihi ni ahadithu mausula, ni hadithi ambazo isnadi zake zimeungana kutoka kwa Imam Muslim rahimahullahu ta'ala anin nabii sallallahu alayhi wasallam, ambao hapa vile vile katika sahihi Muslim na sahihi Bukhari. Sahihi Bukhari naye katika kitabu chake kuna mukaddima hadi sali, alafu vile vile ndani ya sahihi yake kuna al-muallaqat, sawa, al-ahadith muallaqat, hadithi ambazo muallaq. Al-muallaq imekuja kwamba ni ma hudhifa min mabda isnadihi rawin fa akthar ala tawali, sawa, kwamba ni ile hadithi ambayo umetolewa mwanzoni mwa isnadi yake mpokezi mmoja au wawili wale kuambatana. Tutakuta katika sahihi Muslim al-Bukhari baadhi ya hadithi Imam al-Bukhari ameanza labda mfano qala Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam, huku zaidi ya wapokezi hata watatu au wanne hamna, kwa hiyo inahesabika ni muallaqat. Sasa katika Sahih Bukhari maulama wamegawa mukaddima hadithari, wakagawa muallaqat, kisha wakagawa afa kuna kismu sahihi, sije ukachanganya. Muallaqat amezileta katika hali yake tad'im tarjamatul bab, kutia nguvu tarjama ya mlango, kama ameweka mlango kama babu kadha, babu al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, kisha anaweza akaleta hadithi akaita aya wakati mwingine au akaleta hadithi wakati mwingine, kutia nguvu ule mlango, kutia nguvu ile tarjama yake iliyoiweka. Ikishamaliza ndo anaanza katika sahihi yake qala hadathana, tumefahamiana. Anapoanza hadathana, zile hadithi sahihi. Kwa maana taksimu Bukhari kuna sahihi, kuna muallaqat na kuna mukaddima. Ama inda al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala kuna mukaddima ambao ndani yake kuna hadithi na vile vile kuna sahihi. Ama fi mukaddima hunaka fihi ahadithu fiha maqal, ama fi sahihi hakuna hadithi ambazo zina dosari, na zilizoonekana zina dosari lakini zimejibiwa na al-ulama kwamba hadithi hii ni mawsul fi makanin akhar. Naam. Faqad jaa fi muqaddimati sahih Muslim rahimahullahu ta'ala an Ibn Sirin wa Muhammad bin Sirin annahu qala lam yakunu yasaluna 'anil isnadi
Imam Muslim Muhammad bin Sirin tabi'ul jalil anasema kwamba wale masalafu waliotangulia min sahabati wa kibaru tabi'in waliotangulia kabla, kwamba wao lam yakunu yasaluna anil isnadi, walikuwa hawaulizi kuhusu isnadi. Kwa mtu akija na taarifa, akija na habari, akija na hadithi, akisema watu hawaulizi kwamba wewe umesikia wapi, nani kakuhadithia, nani kakusimulia, ulimsikia nani, ulikuwa na nani, alikusimulia mkiwa wapi, si tumefahamiana? Walikuwa hawaulizani hivyo. Falamma waqa'atil fitna, basi zama ilipozuka fitna kwamba jamii ya Kiislamu katika zile karne kuanzia mwishoni mwa karne ya kwanza na hivyo mwanzoni mwa karne ya pili, kwa migogoro mikubwa, migogoro ambayo ilipelekea baadhi ya watu wakawa wanatunga maneno na kuyanasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kutia nguvu yale makundi yao ya kibidaa, kutia nguvu makundi yao ya kibidaa. Kule ikawa ni zama za fitna, zama za mchafukoge, vurugu mechi. Ilipofika zama hizi na watu wanaingia katika Uislamu, wanadhihirisha Uislamu, lakini wanakusudia tashwiha al-Islamu, kuuchafua Uislamu ikiwa ndani ya Uislamu. Maulama wa zama hizi wasema hapana, matabiina wasema hapana. Lamma waqatil fitna qalu, basi zama zilipotokea fitna ilipoanza, migogoro na mambo yameharibika, wale masalafu wakawa wanasema, mtu akija na taarifa yoyote wanamwambia sammu lana rijalakum. Hiyo taarifa sawa tu kusikia, tutajie wale watu wako waliosikia taarifa hiyo. Wewe umemsikia nani? Huyo nani kamsikia nani? Huyo nani kamsikia sahaba gani? Na sahaba kamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sammu lana rijalakum, soja na taarifa tu qala Rasulullah kadha. Sammu lana rijalakum fayundhar ila ahli sunnati fayukhadhu hadithu. Ikiangaliwa sasa, ikiwa imekuja kwa mtu min ahli sunna, huangaliwa kuangaliwa ahli sunna, basi ahli sunna kwamba huyu sio mtu wa bid'a, sio min al-khawari, sio katika watu kwamba wa kadar na kadha. Hawa ni watu wamestika katika sunna, sio watu wa Shia. Fayukhadhu hadithuhum, hadithi yao chukuliwa, sababu manake mtu huyo al-sunna kwa maana ni mtu mwadilifu na mtu mwenye udhibiti wa thiqa. Fayukhadhu madha hadithuhum, aliza upokelewa, na sio kupokelewa tu, na ile ambayo itahitajika kufanywa kazi ufanywa kazi. Wa yundhari ila ahli al-bid'ah fala yukhadhu hadithuhum, na angalia watu wa bid'ah hadithi yao chukuliwe. Kija mtu wa bid'ah nani fulani, achaneni nayo huyo, achaneni naye, habari yake msiichukue, sio kuichukua tu, wala msimsikilize, achaneni nayo mtu. Ikiwa ameweza kumzushia bwana Mtume za sallama, amemkhalifu wa bid'a, atatengeneza huyo, atatengeneza scraper, achaneni nayo mtu huyo. Habari zake, kila atachosimulia habari zake zinaachwa, kwa sababu yeye mwenyewe amekosa uadilifu. La yukhadhu madha yukhadhu hadithi yake ichukuliwe, anaacha leo, kwa sababu zama za fitna watu wameingia, wamekuja kuzusha mambo mengine. Sasa bi khilafi ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabu. Wazi? Naam, ikra. Ahsana Allahu ilaykum. Jamani, tuwe pamoja, sio nakwenda tu kufanya يقول المصنف حفظه الله: وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة، ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد، ومعرفة العلل الخفية. وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة، لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده faqad dhahara ilmu aljarhi wa ta'dil, kuzingatia kwamba taarifa au habari haikubaliki isipokuwa baada ya kutambua ile sanadi yake, wale watu wapokezi wake ambao ni watu waliokuwa safi. Faqad dhahara, basi hapo ndio ikadhihiri sasa ilmu aljarhi wa ta'dil, ilmu ya kujeruhi na kuwathikisha, kwamba kujeruhi kuzungumzwa mtu dhidi ya dini yake, dhidi ya uadilifu wake, au kuzungumzwa mtu dhidi ya nini, ya hifadhi yake.
wal kalamu ala ruwat, na ikadhihiri ilmu ya nini? Ikadhihiri ilmu maneno dhidi ya watu, kwamba watu wanazungumza fulani fulani, wa huwa thiqatun thabtun imam wadi fulani, fa huwa mubtadi'un dhalun mudillun khabith wama shaba dhalika, fulan dajjalu min ad-dajajila, fulan rukni al-kadhib, fulan akdhabu an-nas, fulan awthaqu an-nas, fulan imamun hujjatun thiqatun wadi zahidun, ta'dil wa madha wal jarh. Walio anasema faqad dhahara ilmu al-jarh wa ta'dil wal kalam ala ruwati, na maneno yanayoudhidi ya wale wapokezi, wa ma'rifatu al-muttasil au al-munqati' min al-asanidi, na kufahamika kudhihiri kwa ma'rifatu al-muttasil, ufahamu kwamba isnadi iliyounganika au al-munqati' au iliyokatika, min al-asanid, wa ma'rifatu al-ilal al-khafiyya, na kufahamu illa dosari zilizojificha, illa zilizojificha. Wa dhahara al-kalamu fi ba'd ar-ruwat, na vile vile yakadhihiri maneno kwa baadhi ya wapokezi, lakini ala aqilla, lakini jambo hili lilikuwa ni kwa uchache sana. Limadha? Liqillati ar-ruwat al-majruhin fi awwal al-amr, kwa sababu ya uchache wa wale wapokezi waliojeruhiwa mwanzo kabisa wa jambo la Uislamu. Al-amr, mwanzo wa dini, mwanzo ina maana mwanzo kulikuwa na kizazi cha masahaba, wasahabatu kulluhum udulun, sawa. Kisha ukaja kizazi cha tabi'un, matabi hawa na kibaru tabi'in, matabi wakubwa ambao wengi katika wao ni kwamba ni mathika. Baada ya hapo sasa shughuli ikaja sasa ikawa ni nzito, wakaanza kuongezeka watu wanajishusha na ilmu, lakini watu waovu, watu wana malengo mbalimbali, litashwihi ad-din, kwa ajili ya kuitia dosari dini. Naam, ايوه. احسن الله اليكم. يقول المصنف حفظه الله: ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة. Kisha maulama tawasau, wakatanua daira, na ndio inapokuwa ilmu yoyote kila zama zinapokwenda mbele. Mfano leo kuna ilmu ya electricity, ilmu ya mambo ya umeme. Ukiangalia ukisoma yale vile ilivyoanza mwanzo, utakuta ilikuwa ni wigo wake ni mdogo sana. Kisha kila zama zinapokwenda mbele wigo unazidi kutanuka. Zama zetu tunapoona sasa hivi kwamba imetoka katika electricity, inaenda kuungana na mambo ya kompyuta, inaenda kuungana na fani zingine za science, ina maana inatanuka. Na hata wale wazungumzaji wake, wale maulama wake nao wamekuwa ni wengi, na wanaelezea mpaka uko mbele, nafikia zile baadhi ya concept zinafanya nini, zinagongana baina yao. Hivyo hivyo katika jambo letu hili. Kisha tawassaa alulama fi dhalika hatta dhahara albahth fi ulumi kathira tataallaqu bilhadithi, mwisho ikadhihiri baadhi katika elimu nyingi ambazo zinafungamana na hadithi, min nahiyati dhabtihi, katika upande wa udhibiti wake, udhibiti wa hadithi, wa kaifiyati tahammulihi, na namna ya kupokea hizo hadithi. Kaifiyati tahammuli, kwamba wewe umepokea hadithi, umeipokeaje, umeipokea kwa njia gani? Sawa, umemsikia shekhe wako, umemsikia sikiaje? Kwa moja umesikia biumi udhnaik, au imekuwaje? Au amekuandikia, amekupa kwamba amekupa ijaza? Namna ya kupokea kuna njia 8 tutakuja kuziona huko mbele. Sawa, wa adaihi, na namna ya kufikisha. Ushapokea sasa kipindi cha kufikisha zile hadithi, umefikisha hadithi au kwa njia ipi? Kwa njia kama hii kwamba umekaa unasomea hadithi wanafunzi wako, au umewaandikia na kuwaruhusu ijaza tena kwamba wapokee masumaati kama maruyati katika vitabu vyako, au njia gani? Ikadhiri yote. Na vile vile wa maarifati nasikhihi wa min mansukhi, na ikafahamika ikadhihiri kwamba maarifa na nasikhi wa mansukhi, elimu ya nasikh wal mansukh, kwamba hii ni yenye kuifuta ile iliyokuja mwanzo. Hivyo hivyo
wa gharibihi wa ghairi dhalika, illa anna dhalika kana yatanaqaluhu alulama shafawiyya, isipokuwa jambo hilo maulama walikuwa mwanzoni huko wakilipokea hilo shafawiyya kutokana kusikia moja kwa moja kutoka katika midomo ya mashekhe zao. Ndio nasikiliza shekhe anazungumza, kama akija kusimulia tumemsikia shekhe akisema kadha kadha kadha, na wakati mwingine tumemsikia shekhe tukiwa sehemu fulani, siku tumemsikia shekhe tukiwa Vingunguti Markazi Almuzani, siku fulani tarehe fulani mwaka fulani akisema kadha 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 kadha. Si tumefahamiana Aiyo, nini hiyo? Ni shafawiyya. Thumma tatawwara al-amru wa sarat hadhihi al-ulum tuktab wa tusajjal. Naam, اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم لإمام الشافعي. نعم. ثم تطور الأمر، شجambo likaendelea mbele zaidi. Wasarat hadhihi al-ulum tuktabu wa tusajjal, kwamba ikawa hizo ilmu zinaandikwa na kusajiliwa. Walakin fi amkinatin mutafarriqatin min al-kutubi mamzujati wadhi bighairiha, lakini ilikuwa fi amkinatin mutafarriqa, katika ikikusanywa ikiandikwa katika maeneo tofauti tofauti, min al-kutubi ay mamzujatun bighairiha, katika vitabu ambavyo vimechanganyika na elimu bighairiha min al-ulum al-ukhra, vimechanganyika na elimu zingine, ka ilmu al-usuli, vimechanganyika elimu ya mwanzo. Maulama walichanganya elimu ya hadithi na vitabu vingine, mfano kuchanganya na ilmu ndani ya vitabu vya ilmu ya usuli, yani usul al-fiqh wa ilmu al-fiqh, kuchanganyika vile elimu ya mustalah al-hadith katika vitabu vya ilmu al-fiqh wa ilmu al-hadithi na ilmu ya hadithi, mithlu kitabi risalat wa kitabi al-umm, mfano katika ndani ya kitabu risala cha Imam Shafi'i na kitabu al-umm cha Imam Shafi'i للإمام الشافعي ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى صاحب المذهب الخالدة رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه, ambaye katika vitabu vyake hivi ukisoma utakuta baadhi ya nukat zinazohusiana na ilmu ya mustalah al-hadithi, ambao ndani yake mule Imam Shafi'i amechanganya na elimu zingine. Sawa wa akhiran, kini mwisho, lamma nadhajatil ulum wastaqarra al-istilah, na mwisho pindi elimu ilipokomaa vizuri na istilahi zikawa zimejitegemea, wastaqalla kullu fanni an ghairihi, na kila fani ikajitegemea ikaachana na fani nyingine. Wadhalika fil qarni ar-rabi' al-hijri, na jambo hilo lilikuwa ni katika karne ya 4 hijiria. Wazi tukisema karne ya 4 hijiria, kwa maana hiyo ni katika ile 300. Sawa 300 na 301 na 2 na 3. Naam, ikra. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر اصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرموزي نعم المتوفى سنة 360 الهجري، في كتابه المحدث الفاضل بين الراوي والواعي. وسأذكر نعم. وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل. maulama wakaipekesha wakaitenga ilmu mustalah katika vitabu vyenye kujitegemea na kutoa, ikawa sasa inaanza kuwa ni fani inajitegemea yenyewe kutoka katika vitabu vya ilmu za fani zingine. Wakana
man awwal man afradahu bitasnifi, kwa mwanzo yule ambaye alitenga elimu hiyo mustalaha kwa kuitungia kitabu, Alqadhi Abu Muhammad Alhasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Mahurmuzi rahimahullahu ta'ala, almutawaffa sanata 360 alhijri. Fi kitabihi, katika kitabu chake alichokiita Almuhaddithu Alfasil baina arrawi walwa'i, Almuhaddithu Alfasil baina arrawi walwa'i, wazi, ambao hiki ni kitabu cha mwanzo, ni alimu wa mwanzo kabisa kuitenga ilmu ya mustalah alhadithi, kuitoa katika vitabu vya fani zingine wa elimu vingine, kama kutoka katika ya Imam Shafi au ya Risala, na kuwa ni fani inayojitegemea. Sawa, wa kwanza ni Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman al-Khallad Ar-Mahurmuzi rahimahullahu ta'ala, aliyekufa mwaka wa 360. Zingatia hapo, maulama tunakutana nayo mbele, lakini lazima zingatie toka mwanzo, kuzingatia miaka ya kufa maulama. Miaka ya kufa maulama, maulama wa fani hii walizingatia sana miaka ya kufa kuliko miaka ya kuzaliwa. Kwa nini miaka ya kufa kuliko ya kuzaliwa? Kwa sababu mtu anazaliwa tu, sawa, atazaliwa huko na watu wake, wapi, wa nyumba zake, maami zake na kadha, lakini baadaye mtu huyu anakuja kuwa ni alim min alulama, au anakuja kuja kuwa ni qadhi min alqudati, au anakuja kuwa ni rais min alruasa, akawa mtu shahir mashuhur, akajulikana. Sasa maana shajulikana, siku yake ya kufa itajulikana na watu wengi zaidi. Siku yake ya kufa itajulikana na watu wengi zaidi kuliko siku ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa imejulikana watu wachache, wazazi wake na watu wa karibu, lakini leo kwamba huyu mtu ashakuwa alim. Sasa mfano wa Sheikh wetu al-Allama Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, sawa, kufa kwake na kuzaliwa kwake. Kuzaliwa kwake hakuwa mashuhuri, lakini kufa kwake ni mashuhuri kwa sababu amehudumia dini, amehudumia dini. Kwa hivyo waliomtangulia mashekhe yake na Sheikh Ibn Baz na Sheikh Al-Albani na Sheikh Muqbil wa ghairuhum rahmatullah ta'ala alayhi, hakadha. Sasa maulama wa hadithi, maulama wa sala al-hadithi wanazingatia sana wao miaka ya kufa, na hii inatusaidia nao, wakaandika vitabu kutubul wafayat. Wana vitabu katika hiyo kutubul wafayat, vitabu wa miaka ya kufa maulama, ambao vinadhibiti, ili kudhibiti wale waongo wenye kutunga mambo, wanadhibitiwa kwa tarehe. Wanadhibitiwa nini? Kwa tarehe ya wale marijali, ya wale ulama aljahabi. Naam, kwa hiki usikizingatie, kitabu hiki ni cha kwanza kabisa ambacho kimefanya nini, kimekuja kuandikwa katika ilmu hii, ilmu ya mustalahul hadithi. Naam, nadhani tuko pamoja. Mtu mmoja atuambie mpaka hapa kwamba nini alichofaidika mpaka hapa tulipofika. Yote anyoshe kidole asimame. Naam, rajulu, tunataka rajulu mmoja yote yule. Hiyo fadhali, yalla ya shabab. Naam, simama, taji jina lako, unaitwa nani, unatoka wapi, uko mwaka wangapi? Naam, Sudais ibn nani? Sudais ibn Saadati. Unatoka wapi? Kwenu wapi wewe? Kagera, wilaya gani? Mkoa Kagera, sema wilaya kadha, au kijiji kadha, wilaya kadha, mkoa kadha. Wilaya Karagwe. Murushaka. Naona shikeni, hii ndio kazi ya miongoni mwa kazi ya ilmu hii, ni kujua watu namna hii anatoka wapi. Maka wakati mwingine majina yanaweza kufanana, Sudais ibn Saadati akapatikana mwingine Sudais ibn Saadati. Sasa tunafanyaje? Tunasema Sudais ibn Saadati wa Murushaka, Bukoba. Tayari tushafanya nini? Tushampambanua na Sudais ibn Saadati wa Mwanarumango. Unaona, tunafahamiana aiwa. Nasoma ngapi?
Naam. Naam, endelea. Au ni hiyo tu? Au ni hiyo tu? Akaa chini, hiyo tujasema hiyo tujasema. Baada hiyo mwingine, jazakallah khair, umeonyesha kuonesha ile kwamba tasaddur jambo jema, hiyo inaonekana musharaka wako tayyiba. Sudaisi imamu wa Maka, mashaallah. Na mwingine, naam, ukitumia watatu atatosha. Watatu nani? Al-Faruq. Naam. Mtukula, sisi naita mtukula, Waganda kule naita mutukula. Naam. Zamani kabla ya fitna ilikuwa inapokelewa hadithi na kutaja isnadi yake, lakini baada ya kutokea fitna ndio wakawa ukiandikia hadithi wanakwambia leta wapokezi wake, kama umetokea kutoka kwa nani na kutoka kwa nani akafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, jazakallah khair kijana mtukula. Na watatu wa mwisho huku. Naam. Mlali Mvomero. Naam. Unasoma jina? Rajab Ramadhani. Naam. Inaweza kuleta habari iliyo sahihi, lakini mtu aliyoleta sio sahihi, hatuchukui, au mtu aliyoleta sahihi, ile habari kwa sahihi nayo hatuchukui, kama vile hatuchukui habari kwamba bila. Naam, jazakallah khair. Qawi. Mashaallah. Rudia kusoma yale mwanzo, anzia mwanzo ulipoanza. Iko wapi mswali? Soma mwanzo kwa mwanzo darasa. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: نبذة تاريخيا عن نشأة علم المصطلح وأطوار التي مر بها. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقيه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها، فظهر بناء على هذا موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أوردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال:
لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة، ومعرفة المتصل والمنقطع من الأسانيد، ومعرفة العلل الخفية. وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر، ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث، من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه، ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا، ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى، كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم لإمام الشافعي. وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر اصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل. وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرموزي، المتوفى سنة 360 هجري، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. نعم. kisha tuangalie ashhar musannafat fi ilm almustalah, vitabu mashuhuri musannafat. Hunaka musannif ismu fa'il wa musannaf ismu maf'ul. Musannaf ni kitabu, musannif ni yule mwandishi au mtunzi. Sawa. Almusannafat, ashharu almusannafat fi ilmi المصطلح. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاضل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرموزي، المتوفى سنة 360 هجري، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا. معرفة. نعم. الأول كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرموزي، المتوفى سنة 360 الهجري، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها. Anasema hicho kimeandikwa na Abul Hussein, lakini yeye kwamba hakuchagua na kuweka zile bahthi zote za ilmu mustalah. Wa hadha sha'nu man yaftatihu at-tasnif, na hii ndio ilivyo kawaida na ni jambo mtu ambaye anaanza uandishi fi ayi fan au ilmin ghaliban, katika fani yoyote au ilmu yoyote, mara nyingi na kwa hivyo yule wa mwanzo anakuwa yeye hawezi kutanua zaidi, lazima atakuwa katika hududi ama watakao kuja baadaye watatanua wakati wa kuona huko mbele. Hicho ni kitabu cha mwanzo kabisa rahimahullahu ta'ala, na wamemuona kwamba utakuja kuangalia katika mwaka wake aliokufa 360, hao watakaofuatia nyuma, wanaofuatia chini huko wote wamekuja baadaye. Sisi tumefahamiana, maana kile kitabu cha mwanzo katika karne ya 4 hiyo, hii al-Hijri athani. Naam. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: معرفة علوم الحديث، صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة 500 الهجري، لكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب. وصنع معرفة علوم الحديث صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب مستدرك، المتوفى سنة 405 الهجري، لكنه لم يهذب الأبحاث
yeye hakupitia na kuchambua zile bahthi zake, aliandika tu mara moja. Wala miratibha tartiba alfanni, na wala hakupanga utaratibu wa kifani kama ulivyo kileo almunasib, wenye kunasibiana hapo, ambao pia kudhihirika hapo baadaye. Naye vile vile katika mutakaddimin, ni miongoni mwa mutakaddimin. Jambo lake ni kama vile jambo la Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Khallad Al-Mahrumuzi. Naam, ايوه. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: المستخرج على معرفة علوم الحديث، صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجري. استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا. نعم. الثالث كتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث، صنفه أبو نعيم الأصبهاني، وهو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى في سنة 430 الهجري. هو استدرك فيه على الحاكم، yeye alimdiriki na kumshika Imam Hakim ma fatahu fi kitabu, katika yale ambayo yaliyompita katika kitabu chake Maarifatu Ulumil Hadithi, kwamba akasema haya imempita, ilikuwa vizuri ayaweke sawa min qawaid hadha alfann, lakinahu taraka ashiya, lakini naye vile vile ameacha vitu vingi sana, yumkinu lilmutaaqib an yastadrakaha alayhi, inawezekana kwa mutaaqib, kwa yule atakayekuja baadaye kuandika, atakayeandika hapo baadaye, naye vile akampatiliza, akasema naye vile mbona kaacha hapa, ameandika lakini Abu Nuaym al-Asbahani ameacha vitu vingi ambavyo anaweza mtu mwingine akaja akamkosoa na kumshangaa kwa nini aliacha vile alivyoacha. Arabi alkifayatu fi ilmi riwaya. Naam. Ahsana Allahu ilaykum. يقول المصنف حفظه الله: الكفاية في علم الرواية، صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور، المتوفى سنة 63 و400 الهجري، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم. نعم. صنفه أبو بكر الخطيب البغدادي وأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور، اشتهر بالخطيب البغدادي، مشهور كده الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 463 الهجري، وهو كتاب حافل لتحرير مسائل هذا الفن، كتاب kikubwa ambacho kinahariri masala ya fani hii ya mustalah alhadithi, wa bayani kawaid alriwaya, na kubainisha zile kanuni za mapokezi, wa yu'tabaru min ajalli masadir hadha alilm, na uzingatiwa kitabu hiki Al-Kifaya ni katika masadiri vitabu vikubwa vya elimu hii, ilmu ya mustalah alhadithi. Al-Kifaya lilkhatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Naam. الخامس أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: الخامس الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه، قيم في أبحاثه ومحتوياته، وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علما أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم. فكرة استمر. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السامع، صنف القاضي عياض ابن موسى اليحصوبي المتوفى سنة 44 و500 الهجري، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح،
بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها، لكنه جيد في باب حسن التنسيق والترتيب. نعم. كتاب ما لا يسع المحدث جهله، صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد المياناجي المتوفى سنة 580، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة. نعم. يقول المؤلف: الجامع الأخلاقي الراوي وآداب السامع، صنفه الخطيب البغدادي، واضح، هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد min babi, na hiyo ni kitabu cha pekee katika mlango wake wa adabu za mapokezi. Wazi qayyimun fi abhathihi wa muhtawiyatihi, kitabu kizuri katika bahthi zake na yale na zile tafarruati zake na zile vigawanyo vyake. Qalla fannu min fununi ulumi alhadith illa sannafa alkhatibu fihi kitaban mufradan, ni fani chache sana katika fani za elimu ya hadithi isipokuwa ameandika al-Imamu Abu Bakar Khatib al-Baghdadi katika fani hizo kitaban mufrada, kitabu mufradan kinachohusu fani hiyo, yani maana ameandika kitabu pekee kila fani katika fani. Fakana kama qala al-Hafidh Abu Bakar ibn Nuqta, kullu man asnafa ilma anna almuhaddithina ba'da alkhatibi iyalu ala kutubihi, au kullu man ansafa ilm, kila yule ambaye alisifika na ilmu anna almuhaddithina ba'da alkhatibi, hakika muhaddithina waliokuja baada ya Khatibu al-Baghdadi wote hao ni iyalun ala kutubihi, yani familia yake Khatibu al-Baghdadi katika vitabu vyake, kwa maana kwamba watoto wake, familia yake, kwa maana wote waliokuja baadaye hawakuwa ni maalim katika fani hii ya mustalah alhadithi, isipokuwa walisoma vitabu vyake. Hawakuwa ni watu mahir waliokuwa na malaka katika fani hii, isipokuwa walipita na kusoma na vitabu vya Khatibu al-Baghdadi vile alivyoandika. Wale wote waliokuja ayalo wote walikuwa watoto wake, na hii ndio fani mara nyingi inakuwa hivyo. Sifahamiana kwamba kuna baadhi ya maulama wanapata sharafu hiyo, kama leo mama itakavyokuwa zama baada ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, kila atakayekuja baada ya Sheikh al-Albani lazima apitie katika vitabu sawa na maruyati na vitabu vya nani, vya Sheikh al-Albani katika fani ya mustalah al-hadith, ilmu al-hadith, apitie angalie. Hakuna yeyote atakayokuja baadaye ambaye hatosoma kitabu, awe mpinzani wa Sheikh al-Albani muaridhu au awe muayidu li Sheikh al-Albani katika ahlusunna wal jamaa, lazima apitie vitabu vyake. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, au baadhi ya maulama, baadhi ya waja wake, sawa. Miongoni mwao ndio huyu al-Khatib al-Baghdadi. Kila aliyekuja baadaye alisoma kitabu cha Khatib al-Baghdadi chochote katika fani min fununi ilmu mustalah al-hadith. Al-ilma'u ila ma'rifati usuli riwaya wa taqyid as-sama', sannafahu al-Qadhi Iyad ibn Musa al-Yahsubi المتوفى في سنة 544 الهجري، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح. hicho kitabu si akijakusanya bahthi zote za ilmu ya mustalah, bal huwa maqsurun ala ma yataallaq bi kayfiyati at-tahammul wal ada, bali imeishia katika nini, katika yale yanayofungamana na namna ya kupokea hadithi na namna ya kuzifikisha hadithi au kuzifundisha hadithi, wama yatafarrau anha, na yale yanayonyambulika yanayotokana na hiyo kaifiyatu tahammuli wal ada. Walakinahu jayyidun fi babi, lakini kitabu hicho ni kizuri sana katika mlango wake huo wa tahammul wal ada, wazi. Na hivyo hivyo wa husnu at-tansiq wa tartib, yani tansiq na tartibu yake jinsi alivyokipangilia, amekipangilia vizuri sana, na zile hatua alizopiga, kwa unakuta ni vitu ambavyo kila mlango nawahamia umeungana na mlango ule uliotoka, kama amekipangilia vizuri al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Asabi'u ma la yas'u al-muhaddith
jahluhu, kile ambacho haifai haimtanukii muhadithi kuwa mjinga kitu hicho. Risala hii ameiandika Abu Hafs Umar bin Abdul Majid al-Mayanaji al-mutawaffa sanata 580 al-Hijri, wa huwa juz'un saghirun laysa fihi kabiru faida. Ni juzu ndogo, juz'un saghir, ndogo ambaye hakuna faida kubwa, faida yake ni ndogo. Kisha 8 ulumul hadithi sannafahu Abu Amri wa huwa Uthman bin Abdurrahman al-Shahrazuri. Abu Amri Uthman bin Abdurrahman al-Shahrazuri al-mashhur ibn as-Salah al-mutawaffa sana 643 al-Hijri, wa kitabu hadha mashhurun baina an-nas bimuqaddimati ibn as-Salah. Kitabu chake kimekuwa mashuhuri katika kikiitwa Muqaddimat ibn Salah, wa huwa min ajwadil kutubi fil mustalah, ni katika vitabu vizuri mno katika ilmu ya mustalah al-hadithi. Jamaa fihi muallifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min kutubi al-khatibi, amekusanya yule mtunzi wake ma tafarraqa, vile ambavyo vilikuwa vimetambaratika fi ghairihi min kutubi al-khatibi wa man taqaddamahu, na vitabu vya Khatib al-Baghdadi na waliokuwa kabla ya Khatib al-Baghdadi. Fakana kitaban hafila, kikaja kwa ni kitabu kikubwa ambacho kimejaza bil fawaid, kwa faida mbalimbali. Lakinahu lam yurattibha ala al-wadi' al-munasib, lakini yeye Ibn Salah akukipanga kitabu chake katika wadi munasib, liannahu amlahu shay'an fa shay'an, kwa sababu yeye amefanya imla katika kuandika kwake, alikuwa anamsomea mmoja wa wanafunzi wake anaandika. Wa huwa ma hadha, lakini pamoja na hayo yote, umdatun man jaa ba'dahu min al-ulama, ni tegemeo sawa, ni nguzo, ni tegemeo man jaa ba'dahu min al-ulama, wale waliokuja baada yake katika maulama. Fakam min mukhtasarin lahu wa nadhimun wa mu'aridun lahu wa muntasir, basi wangapi katika wale mukhtasar waliosimama wakana kufanyia ikhtisari kitabu hicho, wakakichukua kitabu ulum al-hadithi wakaandika ikhtisar la ulum al-hadithi, ni wengi. Si hivyo tu, wanadhimun la, na wengine wakachukua kile kitabu wakakiandikia abiyatu shi'ri wa mu'aridun la, na wangapi ambao ni wengi mno walokuja kumpinga katika baadhi ya bahati zake, wa muntasir, na wangapi walokuja vile vile kuja kumtetea. Hakadha sha'nu ya jahabid min ulama, kaida katika ilmu kuna watu watapinga baadhi ya zile fikra katika uandishi, sawa, lakini kuna watu watafanya nini? Wataunga mkono na wengine watatetea. Hakadha, na katika zama zetu tutakuliangalia vile vile kwa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, vitabu vyake namna gani masufi wanavyohangaika kukosoa, kufanyia kadha hasad, lakini wapi mwisho wa yote kwamba angalia Sheikh al-Albani, maulama maimamu makhatibu wa Maka na Madina wanasema hadha al-hadith sahahahu Sheikh al-Albani au dha'afahu. Sasa Sheikh al-Albani anatajwa juu ya mimbari al-Haramain Maka na Madina, sawa, wewe ukimpinga ya Allah ndio binadamu. Kwa hivyo ima ukuelewa au kadha, basi na ni kuonesha ukubwa wa mtu ambaye anakuwa na wapinzani wengi na watetezi wengi, ni alama ya ukubwa wake. Watu wengine wanadhania kwamba ni alama ya wadha, yani kwa yeye kuanguka. Akapatikana wanampinga wako 100, wanaunga mkono wako 150. Hii ni alama kwa kumbe watu wanampinga wamefaidika na ile elimu yake, wanasikiliza, wanafaidika, na ndio maana wakapata nafasi ya kufanya nini, ya kumpinga. Ndio wanasema fakam min mukhtasarin lahu wa nadhimin wa mu'aridin lahu wa muntasirin. Manakini wengi katika watu ambao wamechukua kitabu chake wakafanya ikhtisari, wanadhim wakafanya nadhi wakakiandika katika utaratibu wa mashahiri, wa mu'aridin lahu, na wengine ambao wenye kupinga, wa muntasir, wengine wenye kufanya nini, wengi wenye kutetea kwamba hapo hujaelewa maksudi yake ni kadha. Sinifahamiana naam. Kwa hiyo kwamba kitabu hiki ni katika umda, ni kitabu tegemezi katika ilmu hii. Wazi kitabu gani? Kitabu ulum al-hadithi cha Ibn Salah rahimahullah ta'ala, wa huwa Uthman bin Abdurrahman al-Shahrazuri. Wazi ya shabab, al-mashhur biman? Ibn Salah.
نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 76 و600 هجري. وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن صلاح، وهو كتاب جيد لابن صلاح، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي. amekuja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ameandika kitab madha, kitab ikifanya sharhi ya muhadhab ya nani, ya Shirazi, majmuu. Ameweka majmuu al-majmuu bi sharh al-muhadhab, kitabu chenu cha Imam an-Nawawi hicho. Imam an-Nawawi katika intisar ya madhhabu Shafi'i, madhhabu Shafi'i. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ni katika maulama ambao wameitetea kiasi kikubwa na kuisambaza na kuieneza madhhabu ya Shafi'ia. Wazi. Wa huwa Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi al-mutawaffa sana 676 al-Hijri. Wa kitabu hadha ikhtisaru li kitabi ulum al-hadith, kitabu chake hiki ni kitabu ambacho amefanya ikhtisari cha ulum al-hadith ibn Salah. Wa huwa kitabun jayyidun lakinahu mughlaqul ibara, isipokuwa tu ibara zake zimefunga, ni ngumu ahyana, na ibara ngumu simfahamiana, lakini ukizifahamu hizo ibara, ukiweza kufungua hizo ibara kupata ufunguo wake, basi ni kitabu jayyidun للإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. أيوة. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: العاشر: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 11 و900 هجري، وهو شرح لكتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد شيء الكثير. تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911، وهو شافعي، وهو شرح لكتاب تقريب النووي كما هو واضح من اسمه. Kitabu hiki nacho ni sharhi ya kitabu Taqrib an-Nawawi kama kilivyofafanuliwa katika jina lake. Jamaa fihi muallifuhu min alfawaid shay'an kathira, amekusanya faida nyingi mno. Amezungumza mengi kama kaida yake As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, kana alikuwa na ilmu nyingi mno. Alipokuwa na miaka 40 yeye aliacha mji akaenda pembeni ya Nil, akajenga nyumba yake, akakaa akawa anaandika, ila tu vitabu vyake vingi labda yuhadhibu akuvipitia baada ya kuviandika, lakini elimu yake nyingi aliandika al-Imam Suyuti. Naam. Wazi. أحسن الله إليكم. نعم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: نظم الدرر في علم الأثر، صنفها زين الدين عبد الرحمن بن حسين العراقي، المتوفى سنة 6 و800 هجري، ومشهورة باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن صلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة، منها شرحان لمؤلف نفسه. نظم الدرر في علم الأثر، هذا الكتاب صنفه زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى سنة 806 الهجري، ومشهور باسم ألفية العراقي، أو مشهورة باسم ألفية العراقي. نظم فيه ametunga umo, amepangilia mashairi umo. Kitabu gani? Cha ulum alhadithi libn Salah. Yani maana yake al-Iraqi amechukua ulum alhadithi ibn Salah kisha akakitengenezea utaratibu wa mashairi.
wazada alayhi, na akazidisha. Wa hiya jayidatun ghaziratul fawaid, kitabu kizuri na kina faida nyingi mno. Wa alaiha shuruhun mutaaddida, na kina sharhi nyingi ambao maulama wengi waliokuja baadaye wamekisherehesha Alfiyatul Iraqi. Minha sharahan lilmuallif nafsihi, katika hizo sherehe nyingi kuna sherehe mbili za muallifu mwenyewe. Muallifu Zainuddin Abdurrahim ibn Hussein al-Iraqi alisherehesha hii alfia, alisherehesha baadaye kwa vitabu viwili. Naam, ايوه. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 2600 هجري، وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها، وهو من أوفى شروح ألفية وأجودها. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902، وهو شرح على الألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها. Kitabu hiki ni kitabu ambacho aufa, yani kimetekeleza lile wajibu wake katika sherehe za Alfiyati al-Iraqi wa ajwadiha, na ndio kitabu kizuri zaidi katika vitabu vilivyokuja kusherehesha Alfiyati al-Iraqi ni Fathul Mughith. Sawa, kuna baadhi ya nusakh na mijadi 5, nusakh mijadi 5 kisherehesha Alfiyati al-Iraqi السخاوي رحمه الله تعالى. ثم نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 الهجري، وهو جزء صغير مختصر جدا، لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا. ابتكر فيها مؤلفه طريقة في ترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر، كما شرح غيره. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنفه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 852 الهجري، وهو جزء صغير مختصر جدا، كتاب جزء ndogo na ikhtisari, lakinahu min anfa almukhtasarat, lakini ni katika mukhtasar yenye faida kubwa. Wa ajwadiha tartiban, na ambacho utaratibu wake ni mzuri zaidi. Ibtakara fihi muallifu wake, mtunzi wake ameanzisha katika kitabu hiki tariqatan fi tartibi wa taksimi, njia au katika utaratibu katika kupangilia na kugawanya vigawanyo ambavyo lam yusbaq ilaiha, havijawahi kutanguliwa. Wakad sharahu muallifuhu, hiyo nukhba ameisherehesha muallifu mwenyewe kwa sharhi samahu, ambaye ameiita sawa, ameitaja Nuzhat an-Nadhar, kama sharaha ghairu, kama vile vile walivyosherehesha kitabu hicho wengine wasiokuwa muallifu wa kitabu hicho. Naam. Thumma ايوه. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: المنظومة البيقونية، صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 800 وألف الهجري، وهي من المنظمات المختصرة، إذ لا تتجاوز 34 بيتا، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة، وعليها شروح متعددة. نعم. kisha المنظومة البيقونية صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 الهجري،
wa hiya min almanzumat almukhtasara, manzuma ambayo imetungwa kwa ufupi. Idh la tatajawazu 34 baitan wa tu'tabaru min almukhtasarati an-nafi'ati almashhura, na uzingatiwa kwamba katika mukhtasarati ni faida na mashhur. Baadhi ya maulama ikhtalafa ulama kwamba pindi unapoanza kufanya uanze kitu gani, uanze nukhba au uanze manzuma, uanze manzuma Baiquniya au nukhba al-fikr. Wala wanazingatia miaka, wanazingatia kwamba kuanza na nukhba kwa sababu mtunzi wake yeye ametangulia Ibn Hajar al-Asqalani kabla ya al-Baiquni. Simefahamiana, na hii ni mwenendo wa maulama wengi kwamba watanguliza wale wa miaka ya mwanzo katika kusoma au katika kusomesha. Sisi tumefahamiana hapa na sisi tumefanya kwamba ya tatu tutakayosoma hapa nukhba, ya nne itakuwa ni madha manzumatu al-Baiquniya, lakini ya mwanzo tutafanya at-tadhkira li Ibn Mulaqin rahimahullah ta'ala li sabqatihi, kwa ule utangulizi wake, kwa sababu al-Imam Ibn Mulaqin rahimahullah ta'ala katika wanafunzi wake ni Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sawa, tutaanza na Sheikh kwanza, akasema wa alaiha shuruh mutaaddida wa qawaid at-tahdith sannafahu Muhammad Jamaluddin al-Qasimi al-mutawafi sana 1332 al-Hijri, wa huwa kitabun muharrarun mufidun. Shokamalizia wa hunaka musannafatun ukhra kathiratun yatulu dhikruha, kuna vitabu vingi mno ambavyo itarefuka tukianza kuvitaja vitabu hivyo ambavyo vilivyoandikwa, lakini hivi ni baadhi tu ya vile vitabu ambazo ni nini, vitabu ambavyo vya ilmu ya mustalah alhadithi ambazo ndani vimeelezewa zile kanuni na kuchambuliwa zile kanuni na maulama. Na baada ya hapo sasa, baada ya hapo tunakuja sasa tuangalie muda. Na katika jilsa tunayoangalia sasa, kinachofuata ni taarifu ya ilmu al-mustalah. Naam, iqra. أحسن الله إليكم. يقول المصنف حفظه الله: تعريفات أولية. علم المصطلح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. نعم، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ni elimu ya kanuni, biusuli au misingi wa kawaida au ya kanuni na misingi ambayo yote kwa moja yu'rafu biha, ufahamika kupitia hizo usuli na kawaid. Ufahamika nini? Ahwalu sanadi, hali ya sanadi, kwamba sanadi hii kupitia kanuni hizo, sanadi hii ni sanadun munqati au sanadi hii ni sanadun muttasil. Hali yake hujulikana. Ikiwa ni munqati, aina waka inqita'u, ikiwa imekatika sanadi hii kukatika kumepatikana wapi? Ni mwanzo, ni kati, ni mwisho? Si tumefahamiana? Kwa ufahamika yote haya kupitia usuli na kawaidi hizi. Ilmu bi usuli wa kawaida yu'rafu biha ahwalu sanad, kwamba sanadi hii ni sanad musalsal al-awwaliya, kwamba je, imeunganika katika nini? Ufahamika. Tutafahamu hivyo kupitia zile kanuni, sawa, kupitia kanuni na misingi ya ilmu hii, wal matn, na kuelewa vile kufahamika ile matn, kwamba matini hii ni kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au min af'alihi sallallahu alaihi wasallam au min taqriratihi sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiana? Au kwa matini hii ni mawqufun laysa min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal min kalami sahabi. Yote hii itajulikana kupitia kanuni hizi ambazo sasa min haithu alqabul warad, hizi kwamba ili kupatikane kukubalika au kukataliwa, ikiwa imetimiza vigezo na masharti, hiyo habari hiyo, isnadi hiyo au sanadi hiyo na matini hiyo itakubaliwa. Ikiwa haijatimiza vigezo na masharti,
kwa mujibu wa hii misingi na kanuni, sawa, basi sanadi hiyo na matini hiyo haitokubaliwa. Sisi tumefahamiana hapa kwamba hii elimu tunaenda kuisoma ni ilmu bi usuli wa qawaida yu'rafu biha ahwalu sanadi wal matin min haythu alqabul wa warrad. Hadithi dhaifu, ma dha'fuhu wa man dha'afahu wa limadha. Sisi tumefahamiana. Sasa haya yote majibu yake yatajibika haya kupitia elimu hii, ambayo baada ya kuanza kuchambua na kunyambua hii misingi na hizi kanuni. Maana yake natakiwa kwamba uwe makini kusikiliza na kuzingatia. Ukishaambia kama elimu ya mambo ya kanuni hizi zinakuwa ni ngumu, bora tu msome tarehe, usome tarehe, ukisoma tarehe usome sira sahali. Nakuja daula al-Umawiya, sija kuja nani akaja nani, thumma fafara hariban wajaa fulanu fawakatha kadha fabada kadha. Lakini hii ni kanuni na kuzifanya zile kanuni, je, sehemu gani zitafanya kazi? Maudhuuhu as-sanad wal matn min hayth al-qabul. Sasa eneo ambalo linalofanywa kazi na hizi kanuni na hii elimu, eneo gani? Ni wapi? Mtu anasoma kwamba yeye anasoma udaktari. Huyu daktari eneo lake la kazi lipi? Eneo lake la kazi, huyu sehemu kubwa kabisa wa daktari ni katika mwili wa binadamu, iwe kwenye pua, iwe kwenye kucha, iwe meno, situfahamiana, iwe nyusi na nywele, iwe ngozi, lakini ndani ya mwili wa nani? Mwili wa mwanadamu. Yani yale masharti na vile vile wanavyosoma daktari, atakuja kufanya kazi katika mwili wa mwanadamu. Atakwenda huko, sijui achukue panya, sijui achukue nini yule chura, sijui mnyama, lakini wakimaliza lazima warudi kwa mwanadamu. So siku amekaa pale anasubiri, ndio daktari sasa anaingia, bwana anaelezea meza kadha, anaulizwa maswali mawili, una nini? Hapa mimi nimekuja, kichwa nikilala kinauma, asubuhi kinauma, mchana kimepoa, usiku kinauma, mtondogo ndio hivyo tena, unakoa askoi, una kingine asina kile kacheki malaria. Ikija majibu una malaria. Kama una malaria walioweza sasa mseto hapa. Sawa 4 mara ngapi? Mara 4 mara 2 kwa kutwa, panado hapa. Wewe huyo kitu kinakuuma, inaonekana kwamba wewe una shida. Sawa, una shida ya jipu, lazima ile jipu likatumbuliwa. Atatumbua nani? Daktari. Utumbuaji wake ufanye kazi wake ule atakaofanya mpaka kutoa judgment ile, maelekezo yale, ni kichomuongoza ni zile kanuni, vigezo na makanuni zile za elimu ya utabibu. Uwezo kwa anasomea utabibu ukaenda kushughulika na ukuta. Vipi daktari bwana anajenga? Huyo kibarua tu huyo, saidia fundi. Kwa hiyo elimu hii sehemu yake ni katika nini? As-sanad wal matin. Yatazunguka kote kitu sehemu takayo sanad, kwamba fulani thika, huyu fulani thika sababu atakuwa katika sanadi, fulani dhaifu sababu kwenye sanadi, fulani sheikhun dajjalu min ad-dajajila sanad, fulani wadha anatunga hadithi. Tuko pamoja min hayy, ili kwamba ikiwa sahihi ikubalike na itekelezwe kwa kuna amri na maagizo. Ikiwa sio sahihi ikataliwe kwamba hii ni dhaifu au maudhu au dhaifu jidda au dhaifu la yanjabiru, hadha wahi, hadithi hii ni dhaifu sana. Hii ndio sehemu inapodili elimu ya mustalah alhadithi. Yani elimu ya mustalah alhadithi haiendi kushughulikia namna ya kutafsiri Qur'ani al-Karim, haiendi kushughulikia hapo kutafsiri aya za Qur'ani al-Karim. Tafsiri ya Qur'an kuna elimu yake, usulu tafsiri ipo ambayo ndio nadili hiyo kuhusu namna ya kutafsiri Qur'an al-Karim. Hii inadili hapa katika wazi, na hiyo katika matini katika sharhi mambo ya fiqh sunna, mambo ya fiqh sunna. Thamaratuhu, faida zake ni nyingi sana.
faida zake ni nyingi, lakini ya jumla ni tamyizu sahihi min as-saqim min al-ahadith, ni kupambanua hadithi sahihi kuzitoa katika hadithi dhaifu, kwamba hii sahihi, hii dhaifu, hii sahihi ambayo yuhtaju bihi, hii ni dhaifu, la yuhtaju bihi, hii ni dhaifu, haifanyiwi kazi. Si tumefahamiana kwamba ikiwa sahihi haifanyia kazi, kwa sababu ni jambo hapa kwamba mfano hadithi inasema faradha Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema faradha alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr au zakat Ramadan kama qala sallallahu alayhi wasallam, ametufaradhishia sisi zakatul fitri. Maana sasa imekuwa ni wajibu na faradhi kwetu, ukiwa na uwezo wa siku ile ya sikukuu ya Eid al-Fitr kutoa sa'an min tamrin, sa'an min kadha, sa'an tunafanyia kazi. Bali sasa ni hadithi sahihi, sisi tumefahamiana. Ingekuwa ni dhaifu tusingeifanyia kazi, tusingekuwa na uwajibu wa siku ile ya sikukuu ya Eid al-Fitr kutoa kwa mwenye uwezo kutoa kichwa kimoja sa'an. Tumefahamiana, tunafanyia kazi kwa sababu ni nini? Ni sahihi. Kwa leo faida yake hii elimu hii inapambanua baina ya sahihi na dhaifu, kwa tunakujua si hivyo tu kwamba, bali vile vile kuna vitu vya janibi na katika faida zake vile vile hifdhu sharia. Hifdhu madha? Hifdhu sharia, kuhifadhi sheria, kwa sababu sheria ya Allah, sheria ya Uislamu hii inategemea Qur'ani na hadithi. Sasa lazima hizi hadithi zifanyeni, zilindwe, na njia kubwa ya kulinda hadithi ni kusoma elimu hii, kujua misingi yake, ili kuwadhibiti waovu ambao kila zama wanazaliwa wanakuja tu, ambao sehemu anaiona nyepesi ya kuingia na kwenda kuharibu na kutia tashwishi ni katika hadithi. Sababu Qur'ani imekuwa kwamba toka mwanzo mpaka mwisho kuanzia alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah rabbil alamin, mpaka min aljinnati wan nas. Haya sura ngapi hizi? 114 zipo. Uweze kaita kitu katika hadithi. Sasa watu wengi hawajui. Kwa hiyo elimu hii ni katika madha hifdhu ash-sharia, wazi, siyanatu al-masdar ath-thani litashri' al-islami. Si mfahamiana, min ikhtilati kalami al-bashar bi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuhifadhi, kuondoa na kuzuia maneno ya watu yasichanganyike na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu maneno ya Mtume sallam, maelekezo yake na maagizo yake ni tunayafanyia kazi ibadatan, kuwa ni ibada, lakini maneno ya mtu mwingine ni maneno tu. Ikisema maneno labda aseme maneno yenye kufafanua, yenye kuelekeza na kuadhirisha maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maneno haya ambayo ni sheria, watu wameenda kwenye jihadu, sawa, na mambo yote ya jihad yafanyika, mambo ya ngawira na kadha, ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu kufunga ibada mbalimbali, arkanul islam 5, kalam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Qur'an na sunna. Sasa maneno haya yanatakiwa yalindwe, na ndio kwa na elimu maalum, kama mtaita science, kwa kulinda sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunnati rasulillahi sawa, haiwezi kalindwa kwa rungu. Wewe ukaja na rungu lako, sema vipi, mbona uko hapa? Nalinda hadithi za Mtume hapa, labda nalinda hadithi za vitabu visiibiwe, lakini sio ile elimu yenyewe. Watu wanautia uchafu, mikono yao michafu, wala haiwezi ukalindwa kwa hamasa, wala jazibendi, haiwezekani ukaenda kwa hamasa. Inalindwa kwa elimu, kwa maarifa, na elimu hiyo ipo tayari, ishakuwepo. Sisi katika kuelezea kwetu hatutoleta kitu kipya, bali tunafafanua yale yaliyoelezwa na maulama, ndio tunafafanua haya, na ndio misingi ya kupita. Walipita na sisi tutapita humo, na tutajibu kupita humo, wazi. Ika faida hifdhu madha? Hifdhu sharia, kuhifadhi sharia, wa sihhatu ta'abbud, na ule usahihi wa kuabudu, kwa sababu tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mengine na Qur'ani hamna, inategemea ufafanuzi na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye Qur'ani kuswali rakaa 4 katika swala ya al-asr hakuna, ipo ndani ya Qur'an. Ya ayuha al-huffadh, ipo ufafanuzi upatikana wapi? Katika sunna.
katika maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana hiyo faida yake kwamba tukipata usahihi ibada za sawa sawa, sio ibada za kutunga tusiri kwa wapi, hiyo imethibiti saha ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wazi? Aiwa. Hivyo dar'ul wa'id, alwiqayatu min wuqu'i fi alwa'id alshadid almutarattab ala alkadhib walnaql an an-nabi sallama bighairi tathabbut, linda na makemeo makali yenye kufungamana juu ya uongo na kunakili kutoka Mtume sallama bighairi tathabbut, pasi na kuthibitisha. Mtu akachukua tu hadithi akachukua akaitumia, lazima uthibitishe kwamba hadha sahha anin nabii sallallahu alayhi wasallam, fulani samia fulani wa fulani an fulani an sahaba liannahum kulluhum udul an nabii sallallahu alayhi wasallam wa man huwa fulani samu lana rijalakum. Allahu akbar. Sisi tumefahamiana aiwa. Kwa hiyo katika baadhi ya faida ya ilmu hii ya mustalah alhadithi muhimu mno, na tena angalia katika miza yake zingine janibi zinasaidia mpaka janibi. Leo kuna watu, wewe baadhi ya mashirika ya habari duniani yakisema, mtu anaamini moja kwa moja Muislamu kasikia taarifa kutoka katika shirika la habari fulani, shirika la habari, mashirika mengi duniani, taarifa hiyo yeye kitendo kama wewe imesemwa na BBC, imesemwa na Deutsche Welle, yani anaona kwamba yani hiyo kama Qur'ani karimu, kitu kimetoka kimesema katika redio. Wewe acha ushamba, sema katika redio ndio hivyo. Sasa kwa redio ile inatamka redio, ile redio ndio inasema. Kuna mtu yuko ofisini, huyo mtu kabla ya kuzungumza kwanza alitafuta hizo taarifa, kisha akazichambua akazihariri. Baada ya kuzihariri akampa mtu azisome, ndo akazisoma. Je, huyo alizitafuta nani? Huyo azihariri nani? Huyo alizisoma ni nani? Je, huyo ni thika? Je, huyo ni mwadilifu? Je, ana adala? Je, ni muslim? Mpaka tumkubalie. Unakuta kwamba habari zenyewe nyingine kwamba sio Waislamu. Sasa unapigana msikitini ngumi nini? Au mwingine asimama msikitini na magazeti, kashika magazeti, habari zipo zimesihi, magazeti haya hapa. Tunatondokea na magazeti bwana. Tutie magazeti hapa. Yaani habari zako unategemea magazeti? Mwandishi wa gazeti hiyo nani? Mwisho anatoa story hapa, anakuambia jina la mnyetishaji kapuni. Yaani ukishasikia hiyo unajua kama kwamba huyu mwandishi ni akdhabun nas, ni jirongo kweli kweli. Hiyo ni habari ya jina la mwandishi kapuni limefichwa. Maana yake sasa ishakuwa hii ni habari mubahamat, ni mubaham, na ni mubaham min qismi min aqsami dhaif, ni miongoni vipengele na vipengele dhaifu. Kitendo kwamba jina kapuni, tuwekee jina tumjue nani, afu tuangalie huyu nani ni nani. Je, kwa mujibu wa vigezo na masharti yetu, je, mtu huyu anafaa kuwa thika? Sawa. Cha pili, je, mtu huyu ni thika? Je, habari sawa? Maana atuletea habari za unju bin unuqi, labda anasema mtu thika, habari gani? Unju bin unuqi, kifua bati misuli nondo menywele waya. Alikuwepo huyo mtu zama za hii habari, kaita shekhe, tunamwangalia shekhe, tunamkuta shekhe ni thika, ni shekhe mwadilifu. Tunaangalia hii habari, shekhe amesikia wapi? Haya habari kanasema shekhe wangu nani jamaa? Al-unju bin unuqi, kifua bati misuli nondo menywele waya. Shehe sawa, shekhe wako wewe ni thika, lakini habari hii ni habari ya uongo. Yaani shida tumeenda kukutana, kwa sababu inakuwa kifua bati ndo nini, misuli nondo ndio nini? Inawezekanaje mtu huyo akana misuli nondo? Minywele waya, inakuwaje waya? Hizi ni habari. Hii rakaka ile ukopa humu, hii habari yenyewe hii ni dhaifu, inakinzana na ile nini, zile hawasul khamsa. Tunaikataa habari hii. Au inaweza kuwa ni habari ya kweli,
Simamiana, lakini anayetoa ni fasiqun mujrim khabithu dajjalu min ad-dajajila, tunaikataa kwa sababu ya yule mtu. Mimi nataka niishie hapa, sawa eh? Katika thamaratu na faida zake, faida ya ilmu hii mshike. Tukija katika majlisi ijayo tunaanza na kitabu chetu Tadhkira moja kwa moja, lakini haya myashike na myandike, yani myatilie taaliq. Atusoma na taaliki nataka tukisoma watu msiwe mwepesi kusikia eti nasikia habari nini bwana, nimeingia katika YouTube fulani. Huyo YouTube nani? Hata simjui. Nenda kwa Ibilisi minal abalisa, kwa sababu YouTube tu kitu kipya iko nini? Nani anaonekana jitu fulani khabithi, fasiq, mujrim, halaqul liha, kana vile halaka nyodevu, alafu mtu anatokea mtu salafi anamwamini moja. Ni kwamba kwa sababu ni hawajasoma ile misingi ya kukubali habari na taarifa, anaweza akazungumza mambo ambayo makubwa mabaya, akaitiwa dawa salafia, lakini mtu bado anapata shida. Shekhe vipi hapa? Wewe vipi? Wewe liangalia ile jitu lenyewe tu linatosha kwa hii habari haifai. Hilo jitu. Sema yule mtu wenyewe unapata shida nini? Ambayo Sheikh Munawi yuko katika hii darasa hii, jazakallahu khaira, tuambie kwamba watu habari inachukuaje, natakiwa tathabuti, na hiyo tathabuti kwa mtu gani, habari gani na mtu gani. Watu wataacha kuamini habari za mitandao. Sijifahamiana, mtu uko chooni ajisaidia, anatoa taarifa yake na unaikubali. Huu mjui je, huyu ni Paulo au Emmanuel, sufi, mubtadi, dhalu, hizbi, unapokea tu. Sasa sina almuhimu, tuishie hapa. Insha Allahu taala tutaendelea wiki ijayo, mwezi ujao so wiki ijayo tutaendelea mwezi ujao inshallah. Naam, kuna maswali mawili matatu tu. Nyevi, yani unasema kote hamna maswali. Naam, tafadhali. Jazakallah khair. Naam. Almuhimu mtu katika jamii unayoishi, mama itakavyokuwa, kuna watu utakuwa unawajua na kuwajua vizuri, wale mashekhe kama ni maulama na kadha, na kuna watu wale ambao unajua kabisa waovu. Sasa anakuja mtu kama yule, unafanya nini? Tunajua kabisa huyu alivyo, sivamiana ni kimtindo huo. Akija mtu hapana, huyu sio min ahli shani, ndio ile kwamba samulana rajalakum. Au akaja mtu na kitu ambacho tunakitilia shaka, akawa ni muonekano wake mzuri mutamasik, lakini tunashaka naye. Kama tunashaka naye, basi natathabatu, tuthibitishe, je, ni kweli? Hili ni jukumu letu sisi. Yeye katuambia, lakini ni jukumu letu. Hawezi akatulazimisha yeye kumwamini, sisi tushamtilia shaka. Kwa hiyo yoyote atakayemtilia shaka, yoyote atakayekuwa, hata kama mtilia shaka shekhe wako, atakiwa nani, basi yote tathabatu kazi ya habari, kwa sababu wakati mwingine mtu thika anakosea. Tumefahamiana, hakusudi kosa, lakini binadamu anakosea. Tumefahamiana. Sasa unapotilia shaka, tathabut, kuihakikisha taarifa hii, na huku kutathabut na kuhakikisha taarifa hii, taarifa ambayo wewe inakuhusu, ina faida na wewe katika mambo yako. Ama zingine vitu tu tutathabati kila kitu, vingine ni vitu kuacha. Min husni islami almar'i tarku ma la yani, vingine sasa mkitasaidia nini? Achana na kuja hapa na katika simu puzi, delete tu pata
Unafikiria itanisaidia kitu gani? Kunimalizia bando tu. Si tumefahamiana? Hiyo ndio kubwa. Maana mtu atakayewa nini akiukatilia shaka ile habari aloitoa tathabuti. Na ukufanya tathabuti sio kama unamdharau yeye. Hapana. Bali wewe sababu unataka kuibeba na kuifanyia kazi, hebu anithibitishe. Hajakosea kwa shaka wangu au huyu mtu ni mkweli wewe mtu. Ili usije ukajuta baadaye. Naam, ngine. Swali la pili kama lipo. Sasa tusione tena mtu anakuja na ananakili maneno kaokota huko na nakili tu. Sasa mtu anajua hayo maneno kasemwa salafi, afao mzungumzaji huyo ni mubtadi sufi, anasema vipi hiyo? Kweli hiyo? Kitendo cha kuwa huyu mubtadi, yani habari yake yote shaanguka. Usipate shida. Tumemaliza tuishi hapa insha Allah taala. Tutaendelea katika wakati mwingine Allah akijalia, na tusingemaliza yote tungeenda katika hizi taarifu zingine za vitu katika kitabu chetu, zote zimo, kama tumeamua tuziache, sababu tukianza na kitabu zote zimo, zinaweza kinakuja zote zimo. Wazi? Aiwa. Subhanallah.